Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu. Na hapa sasa tunakwenda kuangazia kwa kina kuhusu meli ya USS George Washington ambayo imepelekwa Mashariki ya Kati, ikiwa ni replacement ya meli ya USS Abraham Lincoln ambayo imeondolewa Mashariki ya Kati baada ya kukaa majini kwa takribani siku 250. Marekani kaona kwamba ibadilishe sasa, wapeleke meli nyingine aina ya USS George Washington. Na meli hii iliwasili mnamo wiki iliyopita katika eneo la Mashariki ya Kati, na ni moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ni gumzo sana, upelekwaji wa meli hii nyingine ya kijeshi ikiwa na wanajeshi wengine wenye ari na nguvu mpya. Tunafahamu sasa hivi kuna mvutano mkubwa unaoendelea kati ya Irani pamoja na Marekani, na kuna hofu kwamba huenda mataifa haya mawili yakarudi tena katika uwanja wa vita. Sasa hapa na kufahamisha uifahamu kwa kina meli ya USS George Washington ni meli ya namna gani. Meli hii ni miongoni mwa meli kubwa zaidi za kivita zinazotumiwa na Marekani. Ni kundi la meli linaloitwa Nimitz class, yaani kundi la meli kubwa za kubeba ndege zinazotengenezwa na Marekani. Meli hiyo ina urefu wa takribani mita 333 na inaweza kubeba karibu ndege 90 zikiwemo ndege za kivita pamoja na helikopta. Mita 333 ni sawasawa na viwanja vitatu vya mpira wa miguu na theluthi kidogo. Ndio ukubwa wa meli hii ya USS George Washington. Cha ajabu zaidi, meli hii inaendeshwa na mitambo miwili ya nyuklia ambayo huipa uwezo wa kusafiri kwa muda mrefu sana bila kutegemea kujaza mafuta ya kawaida mara kwa mara. Na meli hiyo inaweza kufikia kiasi cha zaidi ya kilomita 56 kwa saa. Hapa kwenye kusafiri umbali kwa lisali moja inaweza kuondoka kwa zaidi ya kilomita 56 kwa saa. Sasa meli hii ina uwezo gani? Nguvu kubwa ya USS George Washington iko kwenye ndege inazoweza kubeba. Nimekwambia kwamba ina uwezo wa kubeba ndege 90 kwa wakati mmoja, hapo ukijumlisha ndege za kivita pamoja na helikopta za kivita. Na ndege hizo zinaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali za kijeshi, ikiwemo 1, kulinda anga; 2, kushambulia maeneo ya adui; 3, kufanya upelelezi na kusaidia vikosi vya Marekani vilivyo ardhini au baharini. Meli hiyo pia ina mfumo wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi, ikiwemo makombora na silaha maalum zinazoweza kulenga ndege au makombora yanayoielekea meli hii. Kwa kawaida, hii USS George Washington haiendi peke yake. Inaambatana na meli nyingine za kivita zinazoilinda meli hiyo na kusaidia katika operesheni zake. Yaani ikiwa inatembea, inaambatana na meli nyingine pembeni, iwe mbele, nyuma, upande wowote ule, lakini kunakuwa na meli nyingine ambazo zinailinda meli hii ya USS George Washington. Sasa kwa nini imepelekwa Mashariki ya Kati? Kuwasili kwa USS George Washington kunahusishwa na kubadilishana nafasi na USS Abraham Lincoln ambayo ilikuwa imetumwa Mashariki ya Kati kwa muda mrefu sana. Abraham Lincoln imekuwa katika eneo hilo kwa zaidi ya siku 250 ikiwa imeshiriki katika shughuli za kijeshi za Marekani, na George Washington imepelekwa kuchukua nafasi yake. Hivyo sasa Marekani inaendelea kuwa na meli kubwa inayobeba ndege za kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia ni mpango mkakati wa kuendelea kujipanga zaidi dhidi ya vita na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kabla haijapelekwa Mashariki ya Kati, meli hii imetoka wapi? Kabla ya safari yake hii ya kuelekea Mashariki ya Kati, USS George Washington ilikuwa katika Yokosuka huko nchini Japan, ambako ilikuwa sehemu ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Asia na Pacific. Sasa meli hiyo ilivyoondoka katika eneo la Asia na kuelekea Mashariki ya Kati ni jambo ambalo pia lina maana kwamba kwa kipindi hicho Marekani imepunguza uwepo wake kwa meli kubwa inayobeba ndege katika eneo la magharibi mwa Pacific. Na kufahamisha, ina idadi ya watu wangapi? USS George Washington inaweza kuwa na zaidi ya watu 6,000 kwa wakati mmoja, wakiwemo wanajeshi wanaohudumia meli yenyewe pamoja na wanajeshi wanaohusika na ndege zinazobebwa na meli hiyo. Meli hiyo pia ina uwezo mkubwa sana wa kujihudumia ikiwa baharini. Kwa mfano, yenyewe inaweza kuzalisha kiasi kikubwa cha maji safi kwa ajili ya matumizi ya wafanyakazi wake. Unaweza kupima ukubwa wa meli hii pamoja na uwezo wake.
na kupitisha kwenye historia ya meli hii ilishawahi kufanya nini huko nyuma. Sasa USS George Washington imekuwa ikitumika katika operesheni mbalimbali za kijeshi na za kibinadamu duniani. Imewahi kutumwa Ghuba ya Uajemi, Bahari ya Arabia na Mashariki ya Kati, ambako ndege zake ziliwahi kushiriki katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iraki na katika operesheni zinazohusiana na vita vya Afghanistan. Pia imewahi kushiriki katika shughuli za kusaidia watu waliokumbwa na majanga. Mfano, mwaka 2011 USS George Washington ilishiriki katika kutoa msaada nchini Japan baada ya tetemeko kubwa la ardhini na tsunami. Wenye kumbukumbu vizuri watakuwa wanakumbuka kilichotokea pale nchini Japani mwaka 2011. Ilikuwa ni simanzi nzito. Sasa meli hii pia ilitumwa kwenda kutoa msaada pale nchini Japani, kwenda kuokoa wale maelfu ambao walikumbana na tetemeko pamoja na tsunami. Na mwaka 2013 ilipeleka msaada nchini Ufilipino baada ya kimbunga cha Haiyan, ambapo ndege zake zilitumika katika kutafuta na kuwaokoa watu pamoja na kusafirisha misaada. Tunakumbuka pia, kwa wanaokumbuka pia, mwaka 2013 kile kimbunga kibaya kwa kutokea nchini Ufilipino cha Haiyan kilisababisha madhara makubwa, viumbe hai wengi kupoteza maisha. Hapa nikimaanisha binadamu, mimea, vitu vingi sana vilitokea katika huo mwaka 2013 pale nchini Ufilipino baada ya kimbunga kikubwa cha Haiyan kupiga pale Ufilipino. Sasa meli hii pia nayo ilitumwa kwa ajili ya operesheni za uokoaji. Ndege zake zilitumika pale kuokoa na kutoa misaada. Sasa swali ni kwamba kwa nini ni meli yenye nguvu kubwa? Sababu kubwa ni kwamba USS George Washington inaweza kubeba uwanja wake wa ndege pamoja na ndege zake hadi eneo lote la bahari, na hii inaiwezesha Marekani kutumia ndege za kivita katika maeneo mbalimbali bila kulazimika kuanza kujenga au kutumia uwanja wa ndege wa nchi nyingine. Yaani Marekani wana decide wenyewe. Wale wanajeshi ambao wanaiendesha meli hii wanaweza kuanza kutumia uwanja wa ndege uliopo katika meli hiyo bila kudecide au bila kuamua kutumia viwanja vya ndege vya nchi jirani ikiwa baharini, kwa sababu viwanja vitatu vya mpira wa miguu ni mita 300. Sasa hii na mita 333, ina maana ni viwanja vitatu na mita 33 kidogo. Yaani maana ni viwanja vitatu na theluthi. Ni sehemu kubwa kwa ndege za kivita kutua pamoja na kupaa. Wanakwenda wanafanya operation, wanarudi wanatua. Huo ni uwezo ambao meli hii iko nao. Kwa hiyo meli hii inapokuwa karibu na eneo lenye mgogoro, inaweza kuwa chanzo muhimu cha ndege za kivita kwa ajili ya operation za Marekani. Mtazamaji, kwa kusema hayo, sina shaka umeifahamu kwa kina sasa meli ya USS George Washington ni meli ya namna gani, na Marekani kwa nini wameituma Mashariki ya Kati, lakini pia itaratibu nini au itafanya shughuli gani ikiwa katika maji ya Mashariki ya Kati. Basi ikiwa nazidi kufuatilia zaidi kuhusu taarifa ya upelekwaji wa meli ya USS George Washington, ni kuombe mtazamaji uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, kwani nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu.